Mwanahaz video ni vita ya Nifa na mrembo Feivani. Ni vita ambayo imechangamsha mtandao wa kijamii wa Instagram siku ya leo, lakini pia social media zingine ambazo zimekuwa zikifuatiliwa zaidi na Mwanahaz video. Unaambiwa wakati watu wanaendelea kudiskasi kuhusiana na nguo ambayo Nifa alikuwa ameitangaza kwamba ni nguo yenye thamani ya zaidi ya milioni 1, kuna baadhi ya watu ambao wameanza kutupa vijembe kwa mrembo Nifa ambaye alikuwa ameposti sehemu ya nguo hiyo na kuambia watu ya kwamba nguo hiyo tayari na yeye anayo. Lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wamemshambulia Nifa baada ya kudai ya kwamba hiyo ni miongoni mwa nguo nzuri na kubwa zaidi, na kwa wale ambao walikuwa wafahamu kabisa inabidi nao pia wapate time ya kuweza kufuatilia nguo hizo, na kama atapata time ya kuweza kwenda kununua pia basi nao pia wakaweze kununua kwake. Sasa moja ya vitu ambavyo vimesababisha mrembo Nifa kushambuliwa na watu ni baada ya mrembo Feivani kuweza kuposti nguo ile ambayo alikuwa ameiposti kwenye account ya Instagram, yani hii nguo ambayo unaitazama kupitia video hii, na baadaye pia Nifa akawa naye ameweza kwenda kuiposti pia nguo hiyo hiyo. Tatizo linapoanzia ni pale ambapo watu wanadai ya kwamba Nifa alikuwa amekopi nguo ya mrembo Feivani. Hapo ndipo tatizo linapoanzia. Lakini kwa Mwanahaz bila ambao unatazama video hii una lipi la kuzungumza? Lakini pia kama umepata time ya kuweza kufuatilia story hii mitandaoni na baada ya kuweza kutazama hizi video mbili ambazo unaziona, yapi ni maoni yako Mwanahaz video? Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Mwanahaz video ni moja ya matamanio makubwa ya wana Konde Gang ni kumuona Abigaili akiwa amesainiwa na Konde Gang. Baada Harmonize kuweza kutangaza kwamba ukaribu wake na Abigail Cham unaenda kuwa mkubwa, basi watu wengi wamekuwa kiamini ya kwamba Harmonize na Abigail wanaenda kuwa sehemu ya boss pamoja na kijana wake. Yani Harmonize kama mwanzilishi wa Konde Gang anaenda kuwa boss wa Abigail, Abigail akiwa ni sehemu ya waimbaji wa Konde Gang. Ndoto hizo zimekuwa zikisubiriwa kwa hamu na baadhi ya mashabiki ambao wanaamini ya kwamba Abigail ana uwezo mkubwa wa kuipeleka Konde Gang kwenye level ambayo ni kubwa zaidi, na wakati mwingine pia watu wakiwa wanategemea kuona Harmonize pia akiwa ametangaza rasmi Abigail kwenda kuwa sehemu ya Konde Gang. Mimi kazi yangu ni kuwa na mtaarifu Mwanahaz video ni baadhi ya update ambazo nakuwa nimezipokea na kumweka karibia na update zaidi. Niambie kwa njia ya comment Mwanahaz video, usairi wa Abigail Chams ndani ya Konde Gang kama utatokea leo hii utaupokea kwa asilimia ngapi? Na kama ungalipata nafasi ya kukaa karibu na Harmonize ungemshauri jambo gani kuhusiana na kile ambacho unakiona kwa Abigail, yani Abi Chams? Niambie kwa njia ya comment na mimi nitaendelea kusogezea pia update zingine ambazo zitakuwa zimejitokeza masaa 24 na siku zote 7 za wiki. Leo ni siku muhimu kwetu. Leo tuna matembezi haya ambayo yanachangisha fedha kwa ajili ya kupata fedha za kuchapa na kusambaza vitabu vya kiada kufikia uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Lakini pia fedha hizi zitakapopatikana zitakwenda kutumika kununua kompyuta maalum ambazo zitapatikana, zitakuwa zinaingizwa vitabu vilivyo katika nakala laini pamoja na maudhui mbalimbali ya kidigitali ikiwemo video za masomo kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi wetu wa sekondari kidato cha 5 na cha 6 katika mikoa 10 ya Tanzania bara na Zanzibar kwa pamoja. Kwenye sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ambayo pia tumetoa toleo la mwaka 2023
imetamkwa kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau itahakikisha kwamba kuna kuwepo na rasilimali fedha za kutosha kukidhi mahitaji ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia kulingana na viwango vilivyowekwa katika ngazi zote za elimu. Niwapongeze tena Wizara ya Elimu kwa kazi hii nzuri. Niwapongeze pia wadau. Nimeona kuna wadau wetu pale ambao pia mmechangia tukio hili, na wote ambao mmechangia tukio hili na kuweza kupata fedha ambazo zitamkwa na mkurugenzi wetu. Tuwapigie makofi wadau wetu waliochangia fedha hizi. Leo tuna kauli mbiu ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja, lakini kimsingi ni kila somo, kila mwanafunzi kitabu chake kimoja. Haya ndio malengo ambayo sisi tunataka tuyafikie, na inawezekana. Na haya maendeleo haya ndio atakayotufikisha sisi kwenye teknolojia, na matumizi ya vitabu ni jambo linalostahili kuungwa mkono, kwani vitabu hivi ndivyo ambavyo vitaweza kumpa mwongozo kijana. Bila hata kuwa na mwalimu, anaweza kupata taaluma yake kupitia vitabu hivyo. Na kwa hiyo kuwashirikisha wadau katika jambo hili ilikuwa ni azma yetu, na ukuchangiaji wao ni mafanikio yetu. Nataka tuwahakikishie kwamba michango yenu mlioitoa yote itatumika kama ilivyokusudiwa. Ndugu wana michezo, nataka nitumie nafasi hii kupongeza sana wadau wote mlioshiriki katika matembezi ya hisani siku ya leo. Leo nimefurahi kuona pia matembezi haya yametembewa na watu wazima, watu wa umri wa kati, lakini pia na vijana wadogo, wakiwemo watumishi wenyewe wa TET, isipokuwa hawa waliovalia kama wanasheria. Sikujua kama mna shughuli maalum ile ya kwaya bora kabisa hapa nchini, kumbe nyewe mnashindana na utumishi. Na Mheshimiwa Waziri wa Elimu, hawa waalike kwenye sherehe za kiserikali, walete ujumbe. Wanatosha kabisa na change inabaki. Teti oye! Teti oye! Ndugu wana michezo na wadau wetu wa elimu, kauli mbiu yetu ya leo ni ile inayosema kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kauli mbiu hii ina maana kubwa sana na ya kipekee katika muktadha wa maendeleo ya elimu hapa nchini. Kauli mbiu hii inatufundisha mambo mengi sana. Moja ni kwamba kauli mbiu hii inasisitiza haki ya kila mwanafunzi kupata kitabu chake cha kujifunzia, lakini inatufundisha kwamba elimu bora inahitaji vifaa vya kujifunzia kama vile vitabu. Mbili, kauli mbiu hii inasaidia kupunguza pengo la elimu kati ya familia yenye uwezo na zile ambazo hazina uwezo, kwa sababu sasa kila mtoto au kila mwanafunzi atapata kitabu chake katika kila somo. Hali hii itawezesha vijana wetu kupata elimu sawa, lakini pia inaweza kuleta hamasa katika kusoma na kuwafanya wanafunzi waone kuwa shule ni mahali pa kukimbilia. Tatu, kauli mbiu hii inawiana na malengo ya kitaifa ambayo inakwenda kumhakikishia mtoto wa Tanzania kwamba atapata elimu bora, na kupitia elimu bora taifa hili nalo litakuwa bora, kwa sababu litafikia malengo yake ya maendeleo endelevu na kuboresha ustawi wa kijamii. Na kila mtoto ambaye atapata vitabu vya kujifunzia atakuwa na ufanisi katika masomo yake, kama ambavyo tumeona vijana wetu hapa wote wame vitabu. Mwalimu amesema fungua ukurasa wa pili, kila mmoja amefungua, wamesoma, limeulizwa swali, kila mtoto ameelewa. Mjomba Mpoto, na wewe kwa usanii haya yote umeyatengeneza wewe, ni ujumbe tosha. Mjomba Mpoto siku hilo anatuliza, siku hilo anatufurahisha, leo umetufurahisha. Tumpigie makofi Mjomba Mpoto. Ndugu wana michezo, ndugu wana michezo, haya mafanikio tunayopata ni mafanikio yanayotokana na serikali yenu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HB TV.